No reforms, no election. Ndio msimamo wa mkutano mkuu wa chama, ndio msimamo wa baraza kuu la chama, ndio msimamo wa kamati kuu ya chama, ndio msimamo wa viongozi mliowaweka, mkawapa amri na watasimamia amri ya mkutano mkuu, sio amri ya mtu mwingine yoyote kutoka nje. Sasa tulikuwa Ruvuma, RPC ananiambia mkitaka kuzungumza hapa msizungumze no reform. Nikamwambia kama unataka kuwa sehemu ya maamuzi ya nini kisemwe kwenye chama chetu, njoo uwe mjumbe wa mkutano mkuu na utakuwa na sehemu ya kuamua. Lakini sisi tukishaagizwa na mkutano mkuu, sisi ni kutekeleza. Tunaelewana vizuri? Wala tutachukua maamuzi ya mtu mwingine wa pembeni. Ndio msimamo wa chama. Kesi ya uhaini, bogus case, ndio mara ya kwanza kwenye mfumo wa vyama vingi kiongozi wa upinzani unayeshindana naye unampa kesi ya treason, kwa sababu amesema uchaguzi unaibiwa. Nani hajui uchaguzi wa nchi unaibiwa? Leo wanatuambia sisi tukasaini maadili, kwamba tusipo saini maadili tutaondolewa kwenye uchaguzi. Hii tume ya taifa ya uchaguzi ina maadili? Hapo inataka tukasaini maadili ambayo yenyewe haina hayo maadili. Hao wanaoiba uchaguzi ni maadili yani? Hao wanaozuia mawakala wa Chadema wana maadili hao? Hao wanaoondoa mtu mwenye degree 2 wanamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu wanapitisha mtu wa CCM wa darasa la 7 eti anajua kusoma na kuandika, wana maadili hao? Wamemuondoa huyu kijana wakili wa mahakama kuu anagombea kijiji, wakamwambia hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa CCM darasa la 7 alafu anatuambia tukasaini huku. Tumesema hatusaini huku na tuko tayari kushiriki na ujinga. Kama kuna mtu anasema kusema hivyo ni makosa, asimame hapa mbele yetu. Kama kuna kiongozi wa chama chetu anasema sisi kuchukua msimamo huo tunakosea, asimame hapa. Asimame hapa. Watu wanaoondoa mtu mwenye degree 2 kwamba hajui kusoma na kuandika, alafu mtu wa darasa la 7 kwamba anajua kusoma kuliko mtu mwenye degree 2, alafu anatuambia sisi tukasaini maadili. Maadili gani? Jaji Mwambegero, una maadili gani? Wewe unatekeleza unachoagizwa na bosi wako Samia Suluhu Hassan, ndiye aliyekuteua. Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambayo Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni miongoni mwa makamishna 5 wa tume, tunaambiwa tukasaini maadili ya hiyo tume. Katibu mwenezi wa CCM ni mjumbe kwenye hiyo tume. Atatutangaza sisi au atamtangaza mwana CCM mwenzake? Mkurugenzi Kairima ni mteule wa rais, anatuambia sisi tukasaini maadili. The struggle continues, no turning back. Jambo jema sio lazima wakaliona watu wengi. Wanatutishia kwamba Chadema itakufa tusiposhiriki uchaguzi. Uchaguzi gani? Chadema itakufa hii? Na ife kama tasimamia jambo la kweli na watu wasijue kwamba tunasimamia ukweli, na ife kuliko kuwepo inasimamia uongo. Kuliko tuwe na chama kinachosimamia uongo. Tuko tayari sisi wengine kuacha hii siasa. Kama viongozi wetu mnataka mimi na Lissu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu na wakati wote na windwa, alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM nikapata nafasi. Nimekataa kwenda kuwa sehemu ya uongo. Alafu mtu ananiambia niwe Chadema kwenye sehemu ya uongo huku na riski maisha yangu. Si bora niende kwenye CCM ambako nitakuwa sehemu ya uongo alafu sina riski yoyote ya maisha? Mnanielewa vizuri? Hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Jambo la mwisho katika hotuba ya ufunguzi, kuna karatasi za madai, petition. Tunahitaji kila mwanachadema anayepinga, na Mtanzania na maaskofu mko hapa, nendeni nazo kwenye makanisa yenu.
wanaopinga wizi wa uchaguzi wasaini kwenye karatasi za petition hizi hapa. Vita hii bado mbichi sana, wasijidanganye. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko, haupo. Na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia, kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi hujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya 14, wanasema wana ushahidi 60%. Kwa nini? Wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi, ili mkimfikisha mahakamani kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake. Kama wanataka wamshikilie Lissu mpaka uchaguzi uishe kwa kutumia hizi mahakama, sisi kelele haitanyamaza. Dunia imezungumza na dunia itazungumza. Wakili wake wa kimataifa Robert Amsterdam amezungumza kuanzia Jumatatu Umoja wa Ulaya, bunge la Umoja wa Ulaya yataingia, Umoja wa Mataifa yataingia, nchi zote wanazo, kila sehemu tutawafanya muonekane kwa sura mlionayo. Hamwezi kujifanya sainti wakati nyinyi ni mashetani. Tutawaanika kwa vile mlivyo. Kwa hiyo Bwana Masaga, mkoa wako tunahitaji fomu hizi zaidi ya saini milioni 15. Tutazipeleka Umoja wa Mataifa. Sio kazi ngumu hii. Pigeni fotokopi, sainini hizi karatasi. Na sasa wameanza kuziwinda kwamba wataenda kwenye ofisi zetu wanavamia watu wa wanyang'anyi. Zisainini, tunahitaji hizo signature kabla ya mwezi wa 5 huu kuisha. Watanzania mfanye hii kazi kwa bidii kubwa. Kila kata itoke na hizi fomu. Mwende zisaini. Zirudi zije makao makuu. Tuzipeleke Umoja wa Mataifa kwamba kuna Watanzania milioni 15 hawataki uchaguzi wa wizi. Na mwisho kabisa, nyumba isiyo na nidhamu haiwezi kufanya mapambano magumu tulionayo mbele yetu. Tuna mapambano ambayo tukicheza tutauawa wote. Na tukiruhusu miongoni mwetu watu wasiokuwa na nidhamu, wasiokuwa waadilifu, wasiokuwa wa kweli, watakuwa sehemu ya kutuumiza. Tutasimamia nidhamu bila kumwonea mtu wala bila kumwogopa mtu. Ndio hulka yetu. Tutataka watu ambao wanajua kweli, wanawiwa kupigania maisha ya watoto wao wasije kuishi maisha mabaya kama wao walioishi. Hebu fikiria hivi, nyie watu wa Kyela hapa, mnaziwa Nyasa. Wakulima wenu wanachohitaji ni maji yatoke ziwani yawafikie kwenye mashamba. Mpunga ni siku 90. Msingekuwa mnasubiri mvua ya Mungu mlime. Ungekuwa unavuna, unapanda, siku 90 umevuna, umepanda, siku 90 umevuna. Ile faida unayoipata kwa msimu mara moja kwa mwaka, ungeipata mara 4 kwa mwaka kama tungekuwa na serikali inayojitambua. Tusingekuwa hapa tulipo. Sisi tunaagiza mchere kutoka Pakistan, lakini kokote ukienda dunia hii wanakuambia nahitaji mchere wa Kyela. Leo Kyela ingekuwa ni nchi ambayo inauza mchere duniani kuliko sehemu nyingine yoyote. Hatuna uongozi wa kuwabadilishia maisha. Hiki chama kitawabadilishia maisha. Tunahitaji kukilinda. Tunahitaji kukipigania. Najua miongoni mwenu kuna watu wengi wanapigania hiki chama. Kama sisi wengine tunavyojitolea, tunalala barabarani, tunaendesha magari yetu binafsi, tunatumia mafuta yetu, tunaomba ili tuwafikie. Na nyie mnajipanga, mnajipigania, mnakodi kumbi, mnakodi vyombo. Tuwe na nidhamu katika kupigania chama hiki. Nataka kwenye kikao cha leo tusilete mambo ya ushabiki. Tuzungumze mambo ya ukweli na tulenge katika kutibu chama chetu.
Nimeenda kwenye kikao kilichokuwepo Njombe. Ni watu wanaotumiwa na mifumo ya dola kuleta chuki ndani ya chama chetu. Chadema ilikuwa familia moja. Your problem, your pain is my pain. Ndio iliyokuwa Chadema aliyoijenga Dr. Slaa. Ambapo mtu akikamatwa Tarime Kiera wanalia. Leo mtu kwenye chama hiki anaweza kuigiza kwamba ameumizwa ili atengeneze mazingira ya anapita kwenye sehemu ambayo sisi mwangeza kumdhuru ili waue chama hiki na wafunge viongozi kwa uongo. Tumefikia chuki ya kiwango hicho. Na anajua kabisa hajaguswa.